Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote ambapo unanifuatilia, ni siku nyingine tena nami nakuletea kipindi hiki, ikiwa ni siku ya 18 kwa wale ambao mnanifuatilia, siku ya 18 ya maombi yetu, ambayo ni maombi maalum ya kufungua mwaka 2026. Haleluya. Na nimekuwa nakuletea maombi tofauti na kukuongoza jinsi ya kuomba, na ni mambo ya msingi sana, na wale ambao mtazingatia utaona kabisa ushindi usiokuwa wa kawaida mwaka huu 2026. Sasa siku ya leo nataka tushughulike na madhabahu za mizimu, na nataka ni kwa ajili ya kwamba haya maombi ya kushughulika na madhabahu za mizimu hayatakuwa ya siku moja. Kwa hiyo nitasema nawe kwa siku kadhaa, kuhusu eneo hili kwa sababu ya unyeti wake. Nitasema nawe kwa siku kadhaa kwa sababu ya unyeti wake, kwa sababu wakati mwingine kama haya mambo hayajafunuliwa kwako ipasavyo, hauwezi kujua nini cha kufanya. Mtu mmoja akaniambia, mtumishi wa Mungu mmoja akaniambia, kwa sababu nilikuwa namfundisha vitu fulani, namfunulia mambo ya kuomba kwa ajili ya maisha yake, akaniambia, kwa kweli nakushukuru sana, kwa sababu mimi kwa kweli ninaomba, najitahidi sana kuomba kila siku, lakini nakuwa naomba vitu ambavyo havieleweki. Laiti ningejua jinsi ya kuomba namna hii, kujiombea namna hii miaka yote ambayo huwa naomba, na ningekuwa nimefunguka na kwenda mbali. Yes, hiyo ni kwa sababu watu wengi kweli wanaomba, lakini hawana ufunuo wa jinsi ya kufungua maisha yao. Na nikwambie tu, sio kila mtu ameitwa kwenye eneo hili la deliverance. Kuna watu wamepewa neema hiyo, na ndio maana usikurupuke tu kukejeri watu unapokufundisha omba namna hii, maombi haya, shughulikia na fulani la maisha yako. Usikejeri kwa kusikiliza tu mtu yeyote anayeongea au anayehubiri, kwa sababu kila mtu ana eneo lake ambalo Mungu amemgawia, ana neema yake. Kwa hiyo eneo la mizimu, madhabahu za mizimu ni eneo nyeti sana, na nataka tu nikwambie ya kwamba watu wa Mungu wengi vita yao kubwa ni vita ya madhabahu za mizimu, na wengi hawajapata ufahamu kamili kwenye hilo eneo, na wengi hawako serious kushughulika na hilo eneo, kwa sababu ukweli ni kwamba tangu ulipookoka ukaanza kumwabudu Mungu, kusema kweli, vita ya kwanza ulitakiwa kushughulikia, au mtumishi wa Mungu yeyote kukusaidia, ni kushughulikia madhabahu za miungu au madhabahu za mizimu kwenye familia yenu au kwenye ukoo wenu. Vita ya kwanza kabisa ambayo ungelipata ufahamu sahihi, ungedili nayo, ungerekeza silaha zote za maombi kwenye hilo eneo, ungekuwa mbali sana. Sasa hii ni changamoto, kwa sababu watu wengi wanapoanza kumtafuta Mungu, wengi hawajui nini cha kufanya, au wakati mwingine hawaombewi maombi sahihi. Kwa hiyo unajikuta wanaanza kusafa kwenye maisha, wanaanza wanaanza kupitia nyakati ngumu kupita kawaida. Chochote ambacho Mungu amekuweka ndani mwako, kitapata upinzani wa madhabahu za mizimu ili kudhihirika. Kwa sababu ni muhimu sana kujua ya kwamba wewe unayenisikiliza, maisha yako sio fumbo. Nilishaongea hivi tena, maisha yako yamekamilika. Mungu kabla haujaja duniani, wewe alikwisha kukamilisha maisha yako. Kuna mwingine unanisikiliza sasa hivi ni tajiri mkubwa sana, japokuwa unaonekana una kitu, lakini tangu unakuja duniani, mbingu ilijua ya kwamba tunamtuma tajiri kwenda kuajiri watu, kwenda kusaidia maskini. Wengine mnanisikia sasa hivi ni wakombozi wa familia zenu. Tangu unazaliwa, mbingu ilijua tunatuma mtu wa kukomboa ukoo fulani, ndiye atakayenyanyua ule ukoo, ndiye atakayebeba ule ukoo na kutoa kwenye maskini. Wengine mnasikia sasa hivi, tangu unazaliwa, mbingu ilijua tunamtuma kiongozi mkubwa ambaye ataenda kuokoa nchi, ataenda kuokoa mkoa, ataenda kuokoa jamii ya vijana, ataenda kuokoa jamii fulani.
Mbingu najua hivyo, kwa sababu maisha yako yalikamilishwa kabla hajaletwa duniani. Ulikamilishwa kabla hajaletwa duniani. Nitaongea haya mambo kwenye mfululizo haya, usubilikia mizimu na kutanifuatilia. Leo sababu ingia ndani sana kwenye hilo eneo, lakini muhimu kujua kwamba hapo ulipo wewe una maisha yasiyoonekana. There is a life on the spirit ambayo sionekana, ambayo ndio maisha ulikuja nayo, na ndio maisha ambayo adui huwa anawinda tangu nazaliwa. Ndio maisha ambayo adui anawinda. Kwa watu wengine unaona tu mnapigwa vita, mnawindwa vita, mapingamizi hapa na pale. Ujue kwamba yote ni kwa sababu shetani ni mwoga ya kwamba akikuachia utakuwa mtu hatari sana. Kwa hiyo wengine mmeanza kupigwa vita tangu mkiwa wadogo. Wengine mmepigwa vita kwenye elimu, msisome sana, mkaishia form 4, form 2, wengine darasa la 4 ngapi, mara uumwa, mara hivi, mara ukosa ada, mara vitu vya ajabu ajabu. Kumbe adui anaogopa ya kwamba tukimwachia huyu akisoma atakuwa profesa mkubwa, msomi mkubwa, atashika nyadhifa kubwa na atakomboa ukoo. Wengine mmepigwa vita kwenye uchumi, wengine kwenye mahusiano. Wengine kwenye mahusiano, mtu anapigana vita mahusiano, wanapaka na shangani kinanitokea. Kumbe hilo eneo la mahusiano ni eneo nyeti. Mungu anataka kuinua kwenye hilo eneo. Kuna mtu ni mwanamke ananisikia au ni msichana, pengine unatakiwa uwe mke wa mtu mkubwa, uwe na influence kwenye jamii, utapigwa vita. Sasa nataka unisikilize ya kwamba vita zote hizi za maisha uliozaliwa nayo, ukuu uliozaliwa nao. Kuna mtu sasa hivi anajiona mnyonge sana, lakini kwa kweli wewe ni mtu mkuu sana. Unajiona mnyonge sana, lakini wewe ni mtu mkuu sana. Mtu mkuu sana, lakini ukijiangalia unajiona mnyonge, unajiona haufai, kwa sababu maisha yako yamedhibitiwa. Sasa moja ya kazi za madhabahu za mizimu, nikisema madhabahu za mizimu namaanisha miungu ya familia, miungu ya familia. Na usije ukajidanganya kwamba familia yetu haina miungu. Kama familia yenu haina miungu, nataka uniambie ni lini ambayo mlimtambulisha Mungu wa mbingu na nchi kama Mungu wa familia yenu. Nijulishe ni lini ambayo familia yenu ilikaa sawa sawa, ikakusanya familia nzima na ukoo mzima, wakafanya agano na Mungu wa mbingu na nchi, wakaleta wachungaji wakaweka agano, wakatoa sadaka, akasema mchungaji, tunataka tuingie agano na Mungu, tumkabidhi Mungu ukoo, tumkabidhi Mungu awe Mungu wa hii familia. Mkafanya agano, mkatoa sadaka. Ni lini mlikaribisha Mungu kama Mungu wa ukoo au Mungu wa familia? Lakini Mungu kwenye familia unakuta ni Mungu wa mtu binafsi. Labda kuna mtu ameokoka pale, ukoo mzima ni mtu mmoja, ukoo mzima watu wawili. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wako, sio Mungu wa familia. Lakini familia iko na Mungu wake. Mungu ni Mungu wako, sio wa familia. Ni kama nchi tu. Unaweza kuona nchi zinaenda hivi vurugu nyingi. Hizi nchi zina miungu, na miungu inakuja kwenye foundation. Wakati watu wanafound nchi, ni Mungu gani walimkaribisha? Na baada ya hapo, je, kuna Mungu mwingine wa mbingu na nchi aliwahi karibishwa awe Mungu wa nchi? Usijitie moyo kwa kusema Mungu ni Mungu wa familia hii. Mungu lini hiyo familia ilimkaribisha huyo Mungu? Wewe ni Mungu wako, lakini unapambana kuona kama utamtambulisha kwenye hiyo familia. Ni Mungu wako, lakini unapambana kuona kama utamtambulisha kwenye hiyo familia. Lakini kwa kweli hiyo familia ina Mungu. Ukoo uliozaliwa huko na Mungu. Na jambo ambalo watu wajui, mababu zetu walikuwa very smart kwenye mambo ya kiroho, kuanzia nyakati za Biblia mpaka kwenye maisha mengine. Moja ya vitu mababu waliopita ambavyo vizazi vya sasa vizingatii, walikuwa very smart na kukuja mambo ya kiroho. Walikuwa wacheze na mambo ya kiroho, wanajua kufanya maagano, wanajua kufunga mikataba imara, wanajua jinsi ya kukabidhi familia zao kwenye madhabahu, wanajua jinsi ya kukabidhi family kwenye miungu. Vitu ambavyo vizazi hivyo wanapuuza sana mambo ya kiroho. Sasa nataka ujue kwamba napoongea mambo haya, nataka ujue kwamba kwa nini hiyo miungu inapingana wewe mizimu. Kwa nini hizo madhabahu zitahakikisha kile Mungu amekileta ndani mwako kinadhibitiwa. Haleluya. Kwa wale ambao mmesoma kitabu changu cha Uzao wa Mungu Duniani, mnaweza mkapata upana zaidi.
kwa sababu ndani ya kile kitabu niliandika vitu vingi ambavyo vinahusu namna mtu anavyozaliwa, kuanzia uzao wa kiroho mpaka uzao wa kimwili. Sasa kumbuka, wewe unapozaliwa umetokea mbinguni. Unapotokea mbinguni, Mungu amekutuma duniani. Mungu amekutuma duniani. Kwa Mungu anakuja amekupackage. Ndio Mungu anamwambia Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, na kabla haujazaliwa nalikujua, na kabla hauja mimba yako haijatungwa na tumbo la mama yako nalikutenga kuwa nabii wa mataifa. Maisha yetu sio story. Maisha yetu mbele za Mungu ni makamilifu. Kesho yako sio story mbele za Mungu. Mungu anakusha kamilisha. Lakini unakuja duniani na maisha ya Mungu. Unakuja, Mungu ameweka vitu ndani mwako. Amekupakeji kuwa mtumishi mkubwa, amekupakeji mfanybiashara mkubwa, amekupakeji mkulima mkubwa, amekupakeji kuwa kiongozi mkubwa, amekupakeji kuwa bilionea fulani, amekupakeji kuwa mkombozi wa family, amekupakeji kuwa kiongozi, amekupakeji kuwa mtu aliyefanikiwa, anakuja amekupakeji. Lakini unapozaliwa duniani unapokelewa kwenye family. Kwa ile family inakuwa na maamuzi juu ya maisha yako. Na watu wengi hawajui kwamba maisha yao halisi yamedhibitiwa kuanzia toka kuzaliwa kwao. Maisha yao halisi, watu wengi yamedhibitiwa na miungu na mizimu ya familia kuanzia kuzaliwa kwao. Roho za uharibifu zilianza kuwavuruga tangu walipozaliwa, na hapo ndipo maombi yanapoanzia. Kwa nini? Kwa sababu usitie moyo, ni si mtu wa Mungu, kwa sababu umekuja duniani na package za kimungu. Sasa hivyo vitu Mungu analeta uvifanye duniani, hayo maisha unashuka nayo duniani, ndio maisha ambayo mizimu inayapinga, kwa sababu mizimu yenyewe ni miungu ya ukoo, ni miungu ya familia, na miungu manake ni watawala. Miungu ni watawala. Kama vile Mungu wetu alivyo mtawala wa maisha yetu, ndivyo miungu inapenda kutawala maisha ya watu. Kwa hiyo mizimu inapenda kuwapangia watu aina ya maisha wanatakiwa kuishi. Ndiyo maana familia nyingi zina mila, zina desturi, zina taratibu. Amen, haleluya. Kwa sababu mizimu tayari isha seti standardi zao wenyewe wanastaka. Kwa sababu miungu yote inapenda kutawala watu, kutawala wanadamu. Ni kama naongea na vitu vingi, lakini sikilize, ndio kusema na wote ni vizuri. Kwa hiyo unakuta unapozaliwa sasa, vita inaanza. Unakuta mtu kazaliwa kama Yesu alivyozaliwa, nyota yake inaonekana kali sana, ni mfalme, ni mtoto lakini mfalme, anakuja kutawala. Na vita inaanza tangu anazaliwa, anaanza kuwindwa na watawala wa ile eneo ili apate kuuliwa. Ndio watu wengi mnanisikiliza, vitu vyenu vimefishwa kuzaliwa kwenu. Vitu vyenu vimeuliwa, hatima kubwa imeuliwa, nyota kali zimekamatwa, kwa sababu tangu ulipozaliwa, ukiwa mdogo, watu wengi maisha yenu yamepindishwa sababu ya hii miungu, kwa sababu mlipokelewa kwenye madhabahu za miungu. Sasa mizimu inaangalia mtu anayezaliwa, huyu mtu anazaliwa na vitu vikali sana ambavyo sio vya familia hii, si vya familia hii, si vya ukoo. Inawezekanaje mtu tajiri hivi anazaliwa kwenye ukoo wakati kuna agano la maskini liko pale? Sasa wanaanza kudhibiti tangu ukiwa mdogo, mtu anapindisha maisha, anapitia vita, changamoto. Sasa anapokuwa, usipopata ufahamu kama huu, utajifunza kuomba maombi ya kufunguliwa na kurejeshwa. Hautajua kuomba maombi ya kufunguliwa na kurejeshwa. Haleluya. Biblia inasema kwenye Yeremia sura 42 mstari 22, inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye mashimo, wamefanywa kuwa mateka, lakini hakuna sema rudisho. Wamekuwa kwenye magereza, wamefungwa. Ni mtu anaweza kana tembea lakini amefungwa. Na watu wengi maisha yamefungiwa huko kijijini walikozaliwa. Ndio maana wengi wenu mnaota ndoto mkiwa kijijini, mnaota ndoto mko kijijini, mnaota ndoto mnarudi kijijini, unaota ndoto huko kwenye nyumba ya babu, unaota ndoto wakati wewe huko mkoa fulani, huko nchi fulani, huko unafanya shughuli zako. Lakini kila wakati unaota huko kijijini, unafanya mambo ulikuwa unafanya zamani, unalisha ng'ombe, unafanya nini, unakandika nyumba ya udongo, unaota kwenye nyumba za udongo, unaota. Kuna vitu vinanewa watu wanaota sana, hawajui kwa sababu maisha yao yalikamatwa walipozaliwa, yamefungiwa kijijini. Yamefungiwa. Watu wengine wanaota wakiwa wamefungiwa kwenye nyumba fulani huko nyumbani kwao. Wengine mnaota wakiwa unajiona wewe na kopi yako, yani wewe unajiona alafu unaona mtu mwingine kama alafu amefungwa mahali. Watu wengi mnaota hizi ndoto, hamjui kwa sababu ulipozaliwa, wakati unakuwa huko, walipambana kuvuruga kile Mungu amekupa. Walipambana kuvuruga kile Mungu ameleta ukifanye.
Ni kwa sababu unatakiwa kufanya maombi ya deliverance kama yanayokupa, lakini pia unatakiwa kufanya maombi ya urejesho. Watu wengine ni ngumu sana kuelewa. Unafikiri unavyoishi hivyo uko sawa kabisa, mpaka utakapata kwa maombi ya namna hii. Vita ya kwanza ulipomjua Mungu ambao ulitakiwa kushughulikia ni kuangusha madhabahu ya mizimu kwenye familia na kujitenganisha na hizo madhabahu. Haleluya. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Mungu anamtokea Gideon kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Soma sura ya 6 yote ya kitabu cha Waamuzi, utaelewa vizuri historia. Mungu anamtokea Gideon wakati taifa zima la Israeli linateseka, limetekwa na Midiani. Mungu anamtokea Gideon wakati Gideon anatokewa. Gideon amejificha kwa sababu Wamidiani walikuwa wanachukua kila kitu wanachokifanya, wanateka, wanalima, wanachukua mazao. Wale watu ni maskini, wanakufa njaa. Gideon anapambania familia yake, amejificha kwenye mwaroni, anajaribu kupepeta ngano ili apate angalau chakula wapate kula na familia yake. Biblia inasema malaika wa Mungu akatumwa akamwendea Gideon. Alimwendea Gideon, Biblia inasema salamu ya kwanza alimwambia Gideon, anamwambia ewe shujaa. Huyu anaitwa shujaa, lakini amejificha, ana moja wala mbili. Gideon mwenyewe anashangaa, unamwambia nani shujaa? Ndio watu wengi mko hivyo. Yaani haujui ya kwamba wewe ulizaliwa kama shujaa, ulizaliwa kama mfalme, ulizaliwa kama mtu mkuu, ulizaliwa kama mtumishi wa Mungu mkubwa, ulizaliwa kama bilionea, ulizaliwa kama mfanyabiashara mkubwa, ulizaliwa kama mwanasiasa mkubwa, ulizaliwa kama mtu mkubwa. Watu wengi hawajui kwamba ulizaliwa kama mtu mkuu. Ni kama Gideon. Leo akija Mungu anakuambia mwanangu, wewe ni mfalme, unasema nani mfalme hapa? Unavikataa kwa sababu maisha hayo ambayo Mungu alikupa kuna watu walishayadhibiti kupitia madhabahu za miungu. Gideon anasema nani shujaa? Lakini malaika akaanza kumwambia, na akamwambia wewe ndiwe na kutuma uende kuokoa taifa zima la Israeli. Hii ni nyota inayong'aa kwenye nchi nzima, lakini imefichwa. Gideon ni nyota inayotakiwa kuokoa taifa zima, lakini imefichwa. Sasa utaelewa nini kilikuwa kinamshambulia Gideon, kinamfanya kudhoofika, wakati yeye ni nyota kubwa, ni shujaa wa kuokoa nchi nzima. Malaika, utaona Mungu anamwambia Gideon baada ya kumwita kwenye sura 6 hiyo mstari wa 25 kitabu cha Waamuzi, anamwambia ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Angalia, Mungu anamwambia Gideon, ni kweli wewe ni mtu mkubwa, lakini kuna kitu imeukamata, na hicho kitu isipoanguka hauwezi fanya hata hii kazi nataka ufanye. Hauwezi, maisha yako halisi hayatakuja ku manifest. Anamwambia cha kwanza kabisa, usiende kufanya chochote nilichokuambia. Usiende kufanya chochote nilichokuambia. Nenda kashughulike na madhabahu ya Baali, yani ya miungu iliyo kwenye nyumba ya baba yako. Baba yako na mizimu, baba yako na miungu. Nenda kashughulikia hizo madhabahu, hakisha unaziangusha. Angusha hizo madhabahu, alafu ndo sasa uende kwenye kitu ambacho nimekuambia. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa anamwambia Gideon, kabla jaangusha madhabahu, hata kama nimekuita kuwa mtu mkuu, hakuna kitu kinatokea. Hata kama utaenda vitani, hakuna kitu kinatokea. Kwani kwa sababu maisha yako yamedhoofishwa na hiyo madhabahu. Unatakiwa angusha hiyo madhabahu ili ukuu ule uanze kumanifesti, ili ule ushujaa wako uanze kudhihirika. Kuna watu ni wadhaifu kwa sababu mizimu imekamata ushujaa wao. Wakifunguliwa kwenye madhabahu za mizimu, wakatenganishwa, wanaweza kugundua wao ni watu wakuu, wao ni watu hodari. Watu wengi ni waoga, wamejaa uoga, hawezi kufanya chochote maisha kwa sababu wamekamatwa kwenye madhabahu za mizimu. Kifunguka hapa, katenganishwa, na shangaa, anapata ujasiri wa kuchukua hatua fulani kwenye maisha yake na kufanikiwa maisha yake. Mungu anamwambia Gideon kitu cha kwanza. Ndio maana nikakwambia ulipookolewa, vita ya kwanza unatakiwa kushughulikia ni ya mizimu. Lakini hujachelewa, nakwambia hujachelewa. Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Ndio maana Mungu anamwambia Gideon mapema, alimfunulia Gideon mapema ya kwamba shughulika na madhabahu ya miungu, kwa sababu hiyo ndio imekudhoofisha. Shujaa amejificha. Hiyo ndio imekufanya kuwa mtu dhaifu, usieleweka, wakati wewe ni mtu mkuu. Hiyo ndio imekufanya kujiona ufai, wakati wewe ni mkombozi wa nchi nzima. Na maisha ya kukomboa nchi nzima yalikuwa yanadhihirika.
Madhabahu imemdhoofisha. Watu wengi wanasikiliza, mmedhoofishwa na madhabahu za mizimu kwenye famili, mmedhoofishwa na madhabahu za mizimu kwenye ukoo. Watu wengi wanasikiliza, maisha yenu yamedhoofishwa, yamekamatwa, yameshikiliwa na hizi madhabahu, kwa hiyo vitu haviwezi kumanifesti. Lakini nataka nikuambie kwa jina la Yesu, maombi haya yatakufungua kwenye hizo madhabahu, nami na kutenganisha kwa damu ya Yesu Kristo na madhabahu za mizimu mahali ulipounganishwa, katika jina la Yesu. Kama unaamini, comment hapo chini, sema natenganishwa na madhabahu za mizimu kwenye family kwa jina la Yesu. Andika hapo chini, andika kuanzia leo, ninatenganishwa na madhabahu za mizimu. Sasa leo tunaanza haya maombi, lakini yatakuwa endelevu kwa siku kadhaa tu. Hapo mtanivumilia ili angalau nione kama watu wameomba ipasavyo kwenye hilo eneo, na utaanza kuona mambo makubwa yakitokea. Utaanza kuona maisha ambayo hukuwahi kuyawaza yanadhihirika kwako. Utaanza kuona mawazo ambayo hujawahi kuyawaza yanaanza kuja kwenye akili yako, kwa sababu maisha yako yanaachiliwa kutoka kifungoni. Unatolewa kifungoni kwenye madhabahu za miungu, unatolewa kifungoni ulipofungiwa kule kijijini, unatolewa huko ili upate kufunguka. Haleluya. Thank you Holy Spirit of God. Sasa nisikilize, nataka ufuatane nami maombi haya. Ombi la kwanza, kila madhabahu za mizimu zilizo kwenye familia au ukoo nilipounganishwa kwenye ulimwengu wa roho, ninaachilia damu ya Yesu, ninakata mawasiliano na kujitenganisha katika jina la Yesu aliye hai. Ombi la pili, ninalifuta jina langu kwenye madhabahu za mizimu walipoliandika. Ninalifuta jina langu kwenye madhabahu za mizimu walipoliandika, ili kunikabidhi kwenye mizimu ya ukoo. Ninaachilia damu ya Yesu na kulifuta kabisa kwenye hizo madhabahu katika jina la Yesu. Ombi la tatu, popote nafsi yangu ilipokamatwa na kufungiwa na kushikiliwa kule kijijini nilikozaliwa kwenye madhabahu za mizimu, ninatuma moto wa Roho Mtakatifu na kuamuru iachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Ombi la nne, kitu changu chochote kilichotoka kwenye mwili wangu walichokitumia kuniunganisha na madhabahu za mizimu, iwe ni nywele zangu, iwe nguo zangu, iwe damu yangu, iwe picha, iwe jina langu, iwe kitovu changu, ninaamuru vishike moto na kuharipukia katika jina la Yesu. Ombi la tano, kila maagano yoyote ya ibada za miungu kwenye familia ambayo babu zangu na bibi zangu waliniunganisha tangu huko nyuma bila mimi kujua, leo ninavunja hayo maagano na kujikomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Ombi la sita, kila gereza lolote la mizimu lisiloonekana kwa macho ya damu na nyama, ambapo walifungia maisha yangu, leo ninaachilia makombora ya moto wa Roho Mtakatifu, ninavunja hayo magereza na kutoka katika jina la Yesu. Ombi la saba, kila kafara na au sadaka yoyote ya matambiko iliyowahi kutolewa kwenye madhabahu za mizimu kwa jina langu, leo ninaachilia damu ya Yesu na kujitenganisha katika jina la Yesu yake. Ombi la nane, ninatangaza kuanzia sasa, hakuna madhabahu yote ya mizimu itakayonizuia kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi la saba, ombi la tisa, soma Zaburi ya 23 kama kawaida, kile mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Na nikwambie tu very serious kabisa ya kwamba maombi kama haya unatakiwa kujifunza kuachilia sadaka za kutenganishwa na madhabahu za mizimu, kwa sababu kafara zimetolewa sana. Mambo mengine nitawaambia kwani tunavendana na maombi, lakini jifunze unapoomba, jifunze kuinua sadaka, jifunze inua sadaka, unainua sadaka mara kwa mara, na usichoke kutoa sadaka kujitenganisha na madhabahu za mizimu, na utaona matokeo. Haleluya. Yeyote unataka kuachilia sadaka yako kwenye maombi haya, unaweza kutuma kwa namba zifuatazo: 0695 42 17 42. Hiyo ni Airtel Money. 0654 575 999. Hiyo ni Tigo Pesa au Yas. Na hii pia 0761 40 64 75. Hiyo ni M-Pesa. Jina linakuja Nelson Kalekezi. Haleluya. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mzuri,
Kama hujapata kitabu chako cha Uzao wa Mungu Duniani, unaweza ka request. Lakini pia kitabu ambacho kimetoka sasa cha Umjue Roho Mtakatifu na Kazi Zake, kitabu cha ajabu kweli kweli. Hakikisha unapata kitabu, unaweza kupiga namba hizo kupata msaada au kupata vitabu vyako, na Mungu atakubariki sana. Kama hujasubscribe channel, subscribe haraka sana sasa hivi na bonyeza alama ya kengele, kwa sababu kila siku maombi yanakujia na utabarikiwa sana. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Ni Apostle Nelson Kalekezi. Shalom.